Karibuni tena wapenzi kwenye video nyingine na mimi Bariki, natumaini hamjambo, mko wazima afya, msijambo. So wapenzi, nipo nataka kwenda kazini na nataka nifanye makeup yangu, sijafanya makeup kwa muda, na of course kama mtu uendi kazini sasa hivi unaenda wapi kwa hii hali. Kwa hiyo ngoja nifanye makeup yangu afu tunaongea yaliyojiri katika maisha ya Bariki, ni vitu gani nimefanya, nini na nini. Si unajua tena sijafilm kwa muda kama wiki 3 sasa hivi. So kwanza kabla tujaendelea mbele, usisahau kusubscribe. Kama hujasubscribe usisahau kulike hii video, au hata kama huja like ni sawa. Usisahau kuacha comment yako na usisahau kushare hii video na mashosti zako. Sawa, asante. So kitu cha kwanza ile ambacho kuongelea ni kuhusu nywele zangu. Kama mnavyoona nywele zangu ziko hivi, nimezichana leo na hii ni wiki ya pili kama mnavyoona nachana hivi, na ni kwa sababu niliziwekea dawa. Okay, niliziwekea dawa lakini bado zipo kipilipili, bado sinaona kabisa nimezifunga ni kipilipili, na nikiziosha bado zinabaki na ile nani yake, maumbi yake, kwa hiyo hazijaribika. Na niliweka dawa kwa sababu yani saa nyingine mtu unachoka kwa mfano. So nilichoka kuvaa mawigi na nywele zangu sitaki kuzukana zisuka mara kwa mara, na kingine ambacho kufanya niweke dawa ni ile nipate ulaini wa kuchana, kwa sababu nywele zangu bila kuziwekea dawa hata niweke kitu gani kile, conditioner gani ile, ni vigumu kuzichana kusema kweli, ni kile kipilipili cha mwisho. Kwa hiyo niliweka dawa ikakaa kama dakika 5, niliweka dawa ya watoto ikaa kama dakika 5 nikaitoa, na nywele zangu ndio hivi jinsi zilivyo na hazijaribika, ninavyoona ziko vizuri. Kwa hiyo sasa hivi nachana tu na nimechoka kuvaa mawigi. Hivyo tu, okay? So nimeshapaka primer na nimeshachora nyusi zangu, si mnaona? Nimepaka primer uso mzima na kuchora nyusi. Kwa hiyo nitaanza na kupaka na nili eyeshadow. Nataka nipake makeup nzuri, au sijui, yani nataka tu nipake makeup kwa sababu uso una mwezi na hujapata makeup usoni. So wapenzi, hali zenu mnaendeleaje huko? Hivi huko unapoishi ugonjwa umeshafika, hivi virusi vimeshafika vya corona? Kwa sababu huko Sweden kama mlivyosikia au kama watu mnaangalia na nyinyi taifa za habari, huko Sweden corona ipo na imeshaua watu actually. Na kuna watu wengi ambao wameshaambukizwa, lakini watu wengi ambao wanaweza kufanya kazi nyumbani wanashauriwa wafanyie kazi nyumbani. Sisi ambao hatuwezi kufanya kazi nyumbani, utawaletaje wagonjwa nyumbani? Sisi ambao hatuwezi kufanya kazi nyumbani ndo tunaenda kazini, na yani ugonjwa unatisha kusema ukweli. Lakini ambacho mimi naendelea kuambia watu ni kujali usafi, kunawa mikono. Mnaona hijua ni kujali usafi, kunawa mikono, ni kufanyaje kama hivyo, usishike mdomoni, usishike pua, na kingine ukae tuwe mwenyewe. Usije kuzunguka kwenye majumba ya watu. Na mimi kingine ambacho nasema karantini, kwamba watu wakae ndani. Mimi nikipata karantini sio tofauti katika maisha yangu ya kawaida na karantini, kwa sababu vitu ninavyofanya ni vya kawaida. Kwa karantini na ukwenda kazini ni sawa sawa. Mimi maisha yangu ya kawaida, naenda kazini, labda nazunguka tu madukani kidogo. Sasa hivi si ni madukani, naenda madukani, haya maduka ya nguo. Naenda madukani kama ni lazima niende madukani. Ndo maana. Na kingine ambacho nasema akiwezi kuwa tofauti sana, yani mimi maisha yangu ni kama karantini kila siku, kwa sababu naenda kazini, naenda kuona ndugu zangu au marafiki zangu, kwa sababu hata marafiki zangu wanafanya kazi, kila mtu ana ratiba zake. Kwa hiyo mimi na marafiki zangu ambao tunaweza tukumaliza miezi 6 tujaonana, na tukionana bado tunapiga story kama kawaida. Kwa hiyo hivyo tu. Kwa hiyo maisha yangu hayana tofauti na karantini. Lakini mimi ambacho naogopa kuhusu corona ni kwamba unajua sasa hivi mtu unaweza kuambukiza mtu hata kama uonyeshi zile dalili za corona. Na mimi naogopa hilo kwa sababu of course mimi nafanya kazi kama hii ya unesi, na nafanya sehemu ya wazee, na sehemu ya wazee tunajua wazee ndo wanapata maambukizi kwa haraka. Kwa hiyo naogopa mtu, labda mimi naweza nikuwa nayo alafu nienda kazini na muambukiza mtu. Lakini tunashukuru Mungu kazini kwetu hamna mzee ambaye ameshapata corona, au hamna mzee ambaye ameshakufa. Hivyo kwa hiyo tunashukuru Mungu. Sisi ambao tunafanya kazi pale tunachukua usafi, tunazingatia kila kitu cha kufanya, na mtu kama anaumwa aende kazini. Hivyo kama unaumwa unaonyesha hizo na dalili, hamna kwenda kazini. Na kutoa huo ugonjwa ngine ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu, wapenzi, nimeongezeka kilo, nimeongezeka uchibonge.
na nimeongezeka kilo kwa sababu yani nacheka kama vile mazuri. Ngoja niambieni kusema ukweli. Natumia hii palette ya Huda, huyo Huda wa Kenya. Yeah. So napaka tu makeup yote. Hii sio lazima mtu ifuate. Samahani, nitakuwa muone vizuri. Okay. So tunaanza na rangi ya kutranslate. Wataalamu wa kina Zanzibar Doll ndio wanasema hivyo. Wakina Nanyiri Gloria. Okay. So nilikuwa nasema kwamba nimeongezeka, nimekuwa chibonge kama kilo 5 hivi nimeongezeka actually. Chibonge. Sijawa chibonge wa kutisha. Msije mkasema nimekuwa chibonge. Of course mimi mikono yangu inanenepaga. Mikono inanenepa kuliko sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo chibonge wangu mwingi kwenye mikono na sehemu nyingine. Sio tumbo lakini ngoja. Wewe nionyeshe. Okay. Unaona? Ting. Kwa kidogo. Yeah. Kwa hiyo uchibongo wangu sijanenepa sana, lakini kama nilivyoambia mwili tu ni mwili. Pale mtu ufanye mazoezi, pale mtu uli vizuri, utanenepa tu kwa sababu siku zote mwili ni mwili, utabaki kuwa pale pale. Na mimi siku hizi sijistress kwa sababu najua kama nilivyosema na kana narudia, mwili ni mwili, ni kwamba mimi najijua kwamba ni vitu gani ambavyo napaswa nifanye ili kupungua na ni vitu gani ambavyo napaswa nile ili kupungua. Na hivi karibuni kama mwezi hivi sijafanya mazoezi, na ni kwa sababu ya of course ni kwa sababu ya corona, na kingine ni kwa sababu kabla ya corona ijaingia kwa kasi nienda nikatoa meno yangu, yale meno ya huku mwishoni nikatoa, na hayo meno huwa yanaumia, wanakufanyia kama ka operation kidogo. Kwa hiyo nilivyoyatoa kama wiki 2 nikakaa naumia, sikwenda gym kwa sababu ukifanya mazoezi of course unashutua mishipa. Sikwenda, nilikuwa naogopa, ndo baadaye ikaingia corona. Hivyo maliza kuingia corona sikuweza kwenda gym na nikakaa nyumbani. Na siku hizi unajua kama mtu uko nyumbani unaanza kula, na mimi mara nyingi vitu ambavyo vinanipesha nadhani vyakula vya wanga, lakini kutoa vyakula vya wanga ni kwamba sifanyi mazoezi na sitembei. Yani kwa mtu wa kawaida unapaswa kutembea hata dakika 30 kwa siku. Sio vile unatembea kwenda kazini, hapana. Yani utembee kabisa, uchukue muda wa kutembea. Mimi hapa ndipo nasubiri muda wa basi, nikimaliza niende na basi, niende na treni. Kwa hiyo unakuta ufanyaje, utembee. Na hicho ndo nanyichangu kwamba mimi huwa sitembei, na mwili wangu mimi jinsi nilivyo na nenepa haraka sana. Kwa hiyo nahitaji mazoezi ya kutembea. Yeah, kwa hiyo sasa hivi nitakuja kwanza kutembea kama dakika 30 kwa siku, nitakuja kuonyesha. Na nimeanza tena kula vizuri. Of course huwa nakula vizuri, nakula mboga za majani, nakula matunda, lakini nimeacha kula kwa mfano saa 2 za usiku. Sasa hivi mwisho ni saa 12 za jioni, ndio mwisho wa kula chakula changu cha jioni. Chukua Ankara ya yellow kwa sababu mara nyingi huwa nachukuaga na nyiri rangi ambazo zinafanana, nakuta nimeshapaka pinki tu. Hata iko rei au hii ni makeup, msifanye tu, tunapiga tu story. Nilikuwa nasema kwamba mimi mara nyingi nakula mboga za majani, lakini pia napenda kula wanga kama wali. Mikate sio sana, lakini wali napenda kula. Na wali nimejaribu kupunguza, na viazi napenda kukankanga kama viazi hivyo, na vyenyewe nimejaribu kuvipunguza. Kwa hiyo tutaona itakavyokuwa. Yeah, hivyo tu. Kwa hiyo nitafanya hivyo vitu, alafu nitapungua na nitajaribu kuwa natembea. Hasa nikiwa naenda kazini, nitakuwa najaribu natembea kila siku ya Mungu, au zile siku ambazo nitaweza. Siwezi kusema kila siku ya Mungu. Zile siku ambazo nitakuwa naweza, nitakuwa natembea naenda kazini. Yeah, kwa hiyo naomba mniambie nyinyi hapo ni vitu gani ambavyo kama uko nyumbani sasa hivi uende kazini kwa sababu ya hivi virusi, unafanya nini nyumbani, na ni vitu gani ambavyo unapenda kufanya. Yeah, na vitu ambavyo nimekuwa nikiwa nafanya mimi sasa hivi ni kula sana vyakula vya kuboost immunity yako, kuboost kinga yako ya mwili, kwa sababu tunajua kama kinga yako ya mwili haipo imara unaweza kupata ugonjwa wa corona, jamani wapenzi. Kwa hiyo mtu cha muhimu ni kuboost kinga yako ya mwili, kwa sababu bila kinga yako ya mwili kuwa juu unaweza ukapata hii virus, na mtu tunapaswa kuchukulia serious. Kwa hiyo kama mnataka niwafanyie video ya jinsi ya kuboost kinga yako ya mwili, naomba mniambie hapo chini kwenye comment niwafanyie hiyo video. Nitawafanyia tu ili kila mtu ajifunze. Lakini kwa
kuwa na afya nzuri kama kila siku tunavyosemaga, kula vyakula vyenye virutubisho, usile vyakula vya ukaanga. Hivyo. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vimejiri karibia kwenye maisha yangu siku za karibuni ambazo tulikuwa tuonani. Na nilikuwa sijafilm kwa muda mrefu. Saa nyingine unajua iko hivi, mimi ni mtu ambaye sikufungua YouTube ili kupata pesa. Na pesa ambayo naipata YouTube sio kama ni pesa ambayo inanikidhi mahitaji yangu yote, hapana. Na saa nyingine mtu kama binadamu unakaa yani saa nyingine haujisikii kufanya kitu film, na mimi sitaki kuja hapa niwe natengeneza video ambazo sina nanili. Yani of course mtu mtamuona mtu kama, yani mtaniona kama sina nini, yani sionyeshi kwamba napenda kufanya hicho kitu. Nafanya tu ili mradi nipate pesa. Sitaki kuwa YouTuber wa hivyo. Kwa hiyo pale ninapokuwa najisikia nina mood, nipo kwenye mood yangu, natengeneza video. Pale ambapo nitakuwa sijisikii huwa sitengenezi, na hivyo ndivyo inakuwa. Kwa sababu mara nyingi kama sipo kwenye mood huwa yani mimi mwenyewe najiona kama ilikuwa kama wiki iliyopita ujuzi hapa. Nilijaribu kufilm kitu. Kila saa ninapoongea maneno hayaji. Kila saa ninapoongea maneno yanakataa. So nikasema hapana. Huwezi kuja kulazimisha. Kwa hiyo YouTuber wengine huko ambao napenda kuwashauri, kama wewe ni YouTuber unapenda kufanya YouTube, lakini kama saa nyingine moyo wako unakataa au ujisikii kufanya, nakwambia hivi usijilazimishe, kwa sababu utakuja kufanya vitu ambavyo utaki, au ukijilazimisha ndio hivyo watu watakuona kwamba wewe unadanganya. Kwa hiyo sio vizuri kwanza kutengeneza video kama moyo wako au kama akili yako haipo vizuri. Kwanza pumzika, relax, alafu ndo ufanye video. Kwa hiyo ndo hivyo mimi nilivyokuwa kwangu. Hii makeup sisi tunaenda wapi? Nimesibuza. Jamani nimesibuza. Misibuza, makeup ya misibuza iko hivi. Napaka tu ili tu niweze kuonekana kama na mimi ni mtu, kwa sababu mtu ukikaa bila kupaka makeup jamani, kwa sisi wasichana inakuwa ni taabu, inakuwa ni shida. Paka eyeliner. Hivi na nyinyi mkipaka eyeliner mnakaa mmeachama kama mimi? Yaani hakuna msichana siku ana focus kama anapopaka eyeliner. Ni taabu. Eyeliner ya upande huwa ni rahisi kuipaka, lakini hapa tutagombana. So wapenzi, kama mnavyoona nimeshamaliza kupaka sehemu zote eyeliner. Hivi so ogopeshi kweli. Tabu. Eyeliner nilopaka ni NYX. Tukimaliza basi kilichofuata ni kupaka foundation. Nachukua foundation yangu ya kila siku ambayo napaka ni ya Maybelline Fit Me ya 360, ndo rangi yangu. Napaka na mi foundation naikaka kwenye kiganja hapa ili tu isiwe nyingi. Naikaka kidogo kidogo alafu ndo napaka usoni. Okay, wapenzi, hayo ndio yaliyojiri katika maisha yangu hizi siku za karibuni ambazo tulikuwa tuonani. Kwa hiyo mimi huwa sina vitu vingi kwa kweli kwenye maisha yangu. Yaani sina drama nyingi. Na kingine ambacho sasa hivi siwezi, hizi challenge za Instagram zinaniua. Kila mtu anafanya challenge. Kila mtu anafanya TikTok. Okay, iko hivi. Mimi nilikuwa sitaki kutafutia TikTok, lakini sasa hivi nadhani nitashindwa. Kila mtu nayemjua ana TikTok jamani. Kila mtu nayemjua ana TikTok. Bado tu mimi sijatengeneza TikTok. Kwa hiyo nadhani uvumilivu utanishinda na mimi nitatengeneza TikTok. Tutatengeneza TikTok. Nianze kuTikTok jamani. Najua hapa kuna watu wengi wa YouTube wana TikTok. Nimekuwa na TikTok. Hizi challenge za Instagram zimeshanishinda yani. Na mimi huwa sipendi kufanya vitu vingi, yani sipendi kufuata mkumbo. Kwa hiyo yani kila mtu anafanya sijui nini. Yani kichwa changu kinataka kupasuka. Nikiingia Instagram kuna challenge mpya, sijui kuna nini. Lakini ni vizuri watu wanajiliwaza kwa ugonjwa ili siku ziende. Hasa kwa wale ambao wanakaa nyumbani, majumbani nini, wanajiliwaza kweli. Ni vizuri. Msije mkananili.
mkaacha tu mawazo ya bariki kwamba challenge zimenichosha mkasikitika. Hapana, ni vizuri kwa wale, na of course na mimi ningekuwa nakaa nyumbani siendi kazini ningekuwa na nimeshazitengeneza, sababu kukaa nyumbani ni kazi, ni kipaji, wewe acha tu. Yeah. Hivyo. Hii kamera inanifanya napendeza jamani, inanifanya nang'ara. Eti kwa inaonekana hivi kwenye maisha ya kawaida. Na wapenzi, mimi naenda tu kazini, kwa hiyo sipaki vitu vingi. Ya, tukimaliza hivyo na muda unakaribia kuisha. Sasa hivi saa ngapi? Na kama nusu saa ya kutoka hapa. Ya, na kingine ona ambacho kinaniogopesha nikinenepa. Ona hapa nikifanya hivi kinakutaka kuja, nakiona hapa kinaanza kujikata. Naogopa sana. Hiki hapa. Hiki mimi sipendi hiki. Ya, actually nitapungua na siwaambii kilo zangu, lakini zipo zinakaribia kufika 80. Ya, kwa hiyo nitazipunguza hizo kilo 10 zote. Nataka niwe na kilo kama 70 hivi. Mikono yangu ipungue kidogo, tumbo langu litapungua tu kidogo, sio nene sana. Tukimaliza wapenzi, tunakuja kupaka lipstick kidogo. Na sikini sipaki lipstick za rangi, sijui kwa nini napenda kupaka hivi pencil, yani wanja mweusi kama hivi, lakini si ukorozi sana. Napaka tu kama hivyo. Alafu nakuja kupaka lip gloss. Yeah. Kimaliza taadhisha hivyo tu. Yeah. So, ngoja tuangalie kwenye lip gloss yangu ni ya NYX, ni kama hivi, inaitwa Butter Gloss. Ni kama zambarau papo hivi rangi. Ngoja niangalie kama imeonekana vizuri makeup. Yeah. Ipo okay. Lakini usoni nimepaka hii ya kung'ara. Nimepaka hii eyeshadow ambayo inang'ara usoni. Hivyo. Unaona? Yeah, ngoja kumaliza tupake brush kidogo. Na kingine naona hivi uso wangu nimezembea kidogo kwenye uso wangu, naanza kupata kusahibi kwenye makeup hazionekani, naanza kupata nini ile kama eczema ambayo wanapata kila siku. Kwa hiyo hivi karibuni nitaanza kutengeneza mask kwenye ngozi yangu, pia sijatengeneza mask kwenye ngozi yangu. So, hivyo wapenzi, ndo tumemaliza makeup yetu. Yeah, mnaonaje? Nimedamsh? Sijadamsh? Yeah, so wapenzi, ndivyo hivyo kwa leo, na usisahau ku like hii video, usisahau comment, usisahau kutoa maoni yako, unataka nifanye nini kwa wakati mwingine, nifanye video gani nyingine kwa wakati mwingine, na pia usisahau kusubscribe pia, sawa? Na usisahau kuniambia wewe sasa hivi kama uko nyumbani upo unafanya vitu gani, kama wewe unaenda kazini, naomba uniambie hapo chini kwenye comment, sawa? Asanteni, tutakuja kuona kwenye video nyingine na wakati mwingine. Kwaherini wapenzi.